Katika ramani ya dunia kuna eneo lenye upana wa maili 21 tu peke yake, lakini lina uwezo mkubwa wa kusimamisha mapigo ya moyo ya uchumi wa mataifa yote. Karibu tena nikukaribishe katika makala yetu maalum, makala ya habari kiganjani. Leo mlango wa bahari wa Hormuz umekuwa uwanja wa mchezo hatari wa paka na panya kati ya Washington DC huko Marekani na Tehran huko Iran. Siku ya jana dunia ilipumua kwa nusu dakika baada ya Iran kutangaza kuufunga tena mfereji huo wa Hormuz, hali iliyopelekea bei ya mafuta kuporomoka ghafla. Lakini furaha hiyo imekuwa ya muda mfupi, ambapo leo Jumamosi milango imefungwa tena kwa kishindo. Iran imerejesha udhibiti mkali wa kijeshi na ripoti za milio ya risasi dhidi ya meli za biashara zimeanza kutikisa mawimbi ya redio. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hali inazidi kuwa tete huko katika mlango wa bahari wa Hormuz, ama naweza kusema huko Mashariki ya Kati, ambapo kwa sasa Iran wameamka tena upya na sasa wameamka kwa kishindo cha ajabu mpaka kimeushangaza ulimwengu, na si kingine ni kwa kuufunga tena mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa mimi na wewe tunazidi kushuhudia mambo yakizidi kuwa si mambo, ambapo Irani wanazidi kusimika misimamo yao, lakini pia Marekani nao wanazidi kutaka kila wanachokihitaji, lakini inakuwa ni vuta ni kuvute, vuta ni kuvute. Moja kati ya maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa ukubwa sana ni kwamba haya mambo yataisha lini, na kama yataisha kwa mfumo gani? Kwa sababu kila kukicha jambo linakuwa jipya kabisa, na hivi sasa Iran tena wamerudi katika mstari ambao unaendelea kuushangaza ulimwengu, lakini pia kuweka ulimwengu katika mazingira magumu sana, kwa sababu kwa upande wa nishati mataifa mengi yanategemea mlango wa bahari wa Hormuz ili kusudi yaweze kuendesha mambo yao vyema kwa kupata nishati na kuwa ikipita hapo katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Sasa tunaona sasa hivi Iran wanakiwasha kweli kweli, na wameona kana kwamba wanapotezewa muda hivi na Marekani. Hebu tuendelee kuzama kwa undani sana, tuone ni kipi ambacho kimo ndani ya makala yetu hii maalum, baada ya kuwa tumezipata hizi habari ya kwamba Iran wameudhibiti tena mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa nini kimebadilika ndani ya saa 24? Kwa nini mtego huu wa baharini umekataa kulegea? Ungana nami katika dakika hizi ambapo tutakwenda kutazama mambo mengi sana, mambo kadhaa wa kadha. Tutachambua kilele cha mvutano huu ambapo mafuta, silaha na diplomasia vinakutana kwenye koo la dunia. Yote haya yalianza baada ya tangazo la kusitisha mapigano kwa siku 10 kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, sharti kuu ambalo Iran ililiweka mezani. Kwa muda mfupi Iran iliamuru meli za biashara kupita na soko la dunia likaitikia kwa tabasamu. Bei ya mafuta ilishuka kwa kiwango kikubwa, ikitoa matumaini ya kumalizika kwa mzozo uliodumu kwa takribani wiki 7. Lakini katikati ya matumaini hayo, rais wa Marekani Mr. Donald Trump alitoa tamko lililozima mishumaa yote. Donald Trump amesisitiza kuwa hata kama Iran itaufungua mfereji huo, zuio la Marekani dhidi ya bandari za Iran, yani blockade,
litaendelea kubaki vile vile na kwa nguvu ile ile mpaka Tehran itakapokubali makubaliano mapya, ikiwemo kudhibiti mpango wake wa nyuklia. Hatua hii imetafsiriwa na Iran kama usaliti wa makubaliano ya awali ya huko Islamabad, Pakistan. Majibu ya Iran hayajachelewa. Leo asubuhi kamandi ya pamoja ya jeshi la Iran imetangaza rasmi udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo umerejea katika hali yake ya awali chini ya usimamizi na udhibiti mkali wa majeshi. Iran imeweka wazi kuwa mradi tu jeshi la Marekani litaendelea kuzuia meli zinazoingia na kutoka katika bandari za Iran, basi hakuna meli ya mataifa mengine itakayopata chai ya asubuhi kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hali imekuwa tete zaidi baada ya kampuni ya data ya Tanker Trackers kuripoti kuwa angalau meli mbili zilizojaribu kuvuka eneo hilo zimekumbana na milio ya risasi. Hapa ndipo tunapoona uzito wa mlango huo wa bahari wa Hormuz kama karata kuu ya dharura kwa Iran, yani leverage. Takribani moja ya tano ya mafuta yote duniani yanapita hapo. Kwa kufunga mfereji huo, Iran inaikaba dunia koo, ikijua fika kuwa bei ya mafuta itapanda na kuleta shinikizo la kiuchumi kwa nchi za magharibi na washirika wake. Iran Iran ilipofika ama kwa haya maamuzi ambayo Iran imeamua kuyachukua ni kwamba hawajakurupuka. Wanafahamu na wanajua fika ni nini ama ni kipi wanachokifanya. Naomba ifahamike kwamba mataifa ya magharibi kwa asilimia kubwa yanategemea sana nishati katika upande wa kuendesha uchumi wao sana. Sasa Irani wanapoamua tena kufunga mlango huo wa bahari wa Hormuz baada ya majeshi ya majini ya Marekani kuingia hapo katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuzuia meli za Iran kukatiza hapo ama kupita hapo, maamuzi haya walioamua kuyachukua Iran kwa mara nyingine yanaweza kuwa ni maamuzi yenye manufaa kwa upande wao, na bado wanaendelea kuionyesha dunia kwamba hawako tayari kuwa wanyonge na wanaendelea kuishangaza dunia. Kwa upande mwingine, Marekani haionekani kurudi nyuma, ambapo kamandi ya kati ya Marekani yani CENTCOM imeripoti kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kuwa imeshafanikiwa kuzirudisha nyuma meli 21 zilizokuwa zikijaribu kuelekea nchini Iran tangu zuio lianze siku ya Jumatatu iliyopita. Wachambuzi wa masuala ya nishati kupitia kampuni ya Kepler wanasema kuwa hata meli zinazoruhusiwa kupita kwa sasa zinalazimika kufuata njia maalum ambazo zimeidhinishwa na Iran pekee. Huu ni mtihani wa nguvu, yani power struggle, ambapo kila upande unajaribu kuonesha kuwa una udhibiti wa njia hii ya maji ya bahari ya Hormuz. Mgogoro huu unazidisha hofu ya mdororo wa kiuchumi duniani. Mafuta yanapopanda ama nishati inapopanda bei, kila kitu kuanzia chakula hadi usafiri kinapanda bei. Marekani inajaribu kuitumia Pakistan kama mpatanishi wa kusitisha vita, lakini masharti ya Donald Trump yanaonekana kuwa magumu mno kwa Tehran kumeza kwa sasa. Masharti ya Donald Trump yanaonekana kuwa magumu mno kwa Tehran kumeza kwa sasa. Tunapoelekea ukingoni mwa makala yetu hii maalum, ni dhahiri kuwa mlango wa bahari wa Hormuz sio tu njia ya maji, bali ni mizani ya amani na vita. Wakati viongozi wa Washington na Tehran wakicheza mchezo huu wa vuta ni kuvute, mwananchi wa kawaida kule Tokyo, London na hata
hapa kwetu Afrika ndiye anayepata gharama ya kila risasi inayofyatuliwa na kila pipa la mafuta linalozuiwa. Swali kuu linabaki, je, ni nani atakuwa wa kwanza? Ni nani atakuwa wa kwanza kulegeza kamba? Je, dunia itaruhusu koo lake libaki limebanwa mpaka uchumi upoteze fahamu, ama diplomasia itapata njia ya kupita katikati ya milio ya risasi na mizinga ya baharini? Mlango wa bahari wa Hormuz imefungwa tena, na kwa sasa ukimya wa bahari unatawaliwa na sauti za askari. Sisi Habari Kiganjani tuko hapa na tutaendelea kuhakikisha kuwa tunakuwa macho kukuandalia kila kinachojiri ama kila ripoti, lakini pia kilele cha dakika baada ya dakika katika sakata hili la karne, haya yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Mimi sina la ziada. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii ya kiuchambuzi, ambayo imekuwa ni sehemu ya makala yetu maalum katika vita vikubwa hivi vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Tukutane tena wakati mwingine. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.